chetu cha Mapinduzi katika kutekeleza wajibu wake wa kuleta mabadiliko, na ukitazama sempo tu ya miaka mingi ambayo ilianza tarehe 19, kesho kutwa inapofika Rais Samia anakuwa ametimiza miaka mingapi? Miaka mingi. Mimi nimefanya kazi katika awamu nyingi. Awamu ya Mwalimu nilikuja katikati, maana nilikuwa kijana. Siwezi kujua miaka mitano ya Mwalimu ilikuwaje, lakini ilikuwa migumu zaidi, kwa kuna hela. Maana walipakuwa wenyewe walikuwa ni wale wanatuma mponge pale Korogwe, na wengine walikimbia. Lakini nimefanya kazi kwenye awamu ya Jakaya Kikwete, naijua zaidi. Kwa miaka mitano ya kwanza hali yetu haikuwa rahisi sana. Tulijenga sekondari kila kata, lakini serikali sekondari ile ilikuwa inajengwa na wananchi wenyewe. Sisi tulikuwa tunapeleka mabati pamoja na msukumo. Lakini Rais Samia Suluhu Hassan kwa miaka minne amejenga madarasa 60,000 katika Tanzania. Wala hakuwachangisha kama mlivyokuwa tunayochangisha zamani. Wala hakukamata kukueni kama tulivyokuwa tunakamata kuku. Serikali ya Mama Samia imejenga hospitali. Juzi nilikuwa kule wapi? Kule Songo. Kila wilaya ina hospitali ambazo zilikuwa hazipo. Kulikuwa na hospitali moja tu ya wilaya ya wapi ile? Mbozi ndio kila hudumia eneo lote ambalo leo ni mkoa. Leo kuna hospitali kila wilaya. Kuna vituo vya afya kibao. Kuna zahanati, na hapa Mbeya ni hivyo hivyo. Kuna zahanati mpya, kuna vituo vya afya vipya, kuna hospitali mpya na hospitali ya rufani iko hapa, na imepewa vifaa vya kisasa. Nimetembelea ile hospitali ya Mbozi, utafikiri ndio Mbeya. Vifaa vya kisasa kabisa. Mtu akipimwa pale hatibiwi mpaka wajue magonjwa yake. Kuna ultrasound, kuna vitu vingine vinaingia majina nikashindwa kuelewa, maana sijasomea hapo. Ameleta magari yanabeba wagonjwa kutoka kwenye vituo kwenda wapi? Hospitali za rufani. Hapa Mbeya yapo hayapo? Yapo. Tumeeleza mambo ya maji hapa. Tunaambia juu ya barabara. Lakini tunazungumza juu ya umeme. Katika Afrika hakuna nchi sasa ambayo inatufikia katika kusambaza umeme. Vijiji vyote sasa tumepewa umeme. Vya nchi nzima vijiji 12,000 vina umeme. Vitongoji 51% nchi nzima vimeshapewa umeme. Na tunaandika Irani ambayo itatulazimisha ikifika mwaka 30 kila Mtanzania awe anaweza kuwa na umeme nyumbani. Na Tanzania itakuwa nchi ya kwanza kufikia hapo. Waliokuwa wanatukaribia walikuwa Ghana, wakafika mara si wanapindwana wale. Wakipindwana mmoja anafikana hapo. Wanasema demokrasi. Hivi demokrasi ni kuacha mambo mazuri kwa sababu mmegombana na aliyefanya mazuri. Hiyo demokrasi. Kwa hiyo hayo ndio mambo tunayoyasimamia. Maendeleo kwa nia ya kuleta maisha bora kwa nini? Kwa wananchi. Ni hayo ndio yaliyofanya mkutano mkuu uliofanyika Dar es Salaam tarehe 18 na 19 Januari. Tukakubaliana kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan
amefanya mambo ambayo watu wengine hawakuyategemea. Tena hasa wanaume wenzangu, hatuna mazoea ya kuona wakina mama wakifanya vizuri. Sisi tunatoka bara kuja wali na Wanyakyusa wa hapa. Mwaka mmoja Mwalimu Nyerere aliteua mama mmoja Mnyakyusa anaitwa Siwale, Mungu amweke roho yake mahali pema peponi. Mwalimu mzuri, akamfanya waziri wa elimu. Alipomaliza miaka 5 akasema nenda sasa ukagombe. Rungwe akasema huko. Lakini Wanyakyusa sasa wamebadilika, au sio? Maendeleo hawawezi kuwa wale. Mabadiliko ya mawazo na sehemu ya maendeleo. Lakini Rais Samia ametuonyesha kwamba swala la busara na nia na kazi si swala la jinsia, ni swala la uwezo, ni busara. Na hakuna ushahidi kwamba kina mama wana busara ndogo kuliko wanaume. Uko wapi ushahidi huo? Tunajigamba tu sisi wanaume, lakini uko wapi ushahidi huo? Maana kama ni wanaume tu, unaweza ukachukua mwanaume analala kwenye shimo ukamwambia njoo, eti naye bora zaidi kwa sababu mwanaume naye aende mbaguguni. Wewe kwa hiyo kwanza tumethibitisha, Mama Samia amesaidia kuthibitisha kwamba inawezekana. Tena wakina mama wanatuhudumia. Hata sisi tunao shida ubunge kule, wao wako 52%, wanaume wako bana. Wangeacha kutuhudumia, lakini muendelee kuhudumia, si ndio mmetuzaa? Kwani tumejizaa wenyewe sisi? Lakini amefanya tena mambo makubwa. Wakati anachukua madaraka, watu walikuwa na mashaka, na ni kawaida kwa binadamu kuwa nini na mashaka. Lakini mashaka hakuna yaliishi. Marehemu Magufuli alianza ujenzi wa reli ya kati. Wakasema miradi sasa Magufuli kasimama. Mama Samia akaja na kauli mbiu. Magufuli alikuwa anasema hapa kazi tu. Mama Samia akasema kazi iendelee. Sasa imeendelea, iendelee. Imeendelea. Siku hizi watu wa Dar es Salaam wale anatoka Dar es Salaam anaenda Dodoma. Baada ya saa 3 ameshafika makao makuu ya serikali, anaenda ofisini, anaenda na mzozo wake, anarudi jioni, anapanda treni yuko Dar es Salaam. Hiyo ni treni ya katikati. Imetengenezwa na imeshafika Makutupora Singida kwa bwana Msita. Na kutoka Msipale Makutupora kuna mkandarasi anaipeleka Dodoma, Tabora. Imeshaanzia Mwanza inakuja mahali panaitwa Isaka. Na inatoka Isaka kuja Tabora kilomita 165 pale. Ukiziunganisha hiyo vipande, hiyo treni inaenda Mwanza na inafika. Na sisi wa kule Mwanza tunaisubiri. Maana simenti zote zinatengenezwa huko. Ukiziweka kwa treni safiki kule bei poa, kwa sababu uchukuzi wa treni ni nafuu kuliko uchukuzi wa nini kwa magari. Tulipo na reli ya kati tunasaidia sana huko. Na imezorota. Sasa Rais ameenda China, amekubaliana yeye pamoja na rais wa Zambia, wameweka mkataba wa kurekebisha nini reli ya Tanzania ifanye kazi, ili na wenyeji wa huko wananchi wanaenda Dar es Salaam wanapeta tu. Kazi inaendelea, iendelee. Tunamaliza malizo ya umeme. Na Rais Magufuli, Mungu aiweke roho yake mahali pema, akaanzisha mradi mkubwa kabisa unaitwa bwawa la nini na Nyerere kule Rufiji. Lile bwawa walisema sasa ameondoka basi. Mama Samia amelipokea kwa 30%. Hivi ninavyoongea sasa
liko 100%. Sasa hivi umeme unaozalishwa nchini ni mwingi kuliko mahitaji. Na jana wameniambia mashine zilikuwa 9, sasa wanazima 5 ili ubaki ule unaohitajika, kwa sababu huwezi kuwa na umeme hautumiki. Lakini mahitaji yakiongezeka unawasha, haujengi tena. Kazi inaendelea, iendelee. Mtu mwingine anaweza kusema umeme huo ni wa nini, lakini wewe si unao umeme mpaka nyumbani kwako. Usipozalisha utafika, utalala giza. Maana hata ukizimika tu kwa bahati mbaya unalalamika, sehemu ukikosa kabisa. Kwa hiyo kazi imefanyika, na ndio msingi uliofanya mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ukasema Samia Sasa kaduka mtu mwingine anamwambia kwani nimefanya jambo bali kufanya mbele. Sasa tukamuuliza, iko wapi sheria inasema lazima tufanye mbele? Mwezi na unaandika kwenye katiba. Hakuna hoja. Basi lakini kwa sababu tumetoa uhuru wa kusema, hata huna la kusema na ndio lako. Basi ukweli ni kwamba mkutano mkuu ulifanya uamuzi uliotokana na ripoti zilizofika kwenye mkutano ule juu ya kazi iliyofanyika kwa miaka mingapi? Miaka mingi. Kwa hiyo kazi yangu mimi na kazi ya wenzangu wote tunakuja kuwaomba ndugu zetu wa mbele, muelewe kwamba kazi ndio kazi na utu, na hiyo kauli yetu mpya inasema kazi na utu. Alafu tunajibuje? Tunasonga mbele, kwa sababu kazi ya kujenga na kuleta maisha bora haina mwisho. Kauli mbiu ndio inaweza kubadilika, kazi ile ile. Sasa hayo ndio mambo tunakuja kuambia.